Nehemiah chapter 1 verse 1 to 7. Read for me. Read for me Nehemiah chapter 1 verse 1 to 7. Chapter 1. Chapter 1. Verse 1 to 7. The Bible says. The Bible says, the words of Nehemiah the son of Hachaliah, it came to pass in the month of Chislev, in the 20th year, as I was in Shushan, the citadel, that Hanani, one of my brethren, came with men from Judah, and I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity, and concerning Jerusalem. And they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is broken. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire. So it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. Amen. Umefikisha verse 4. Verse 4. Yes. Endelea kidogo. Verse 5. And I say, I pray, Lord God of heaven, O great and awesome God, you who keep your covenant and mercy with those who love you and observe your commandments, please let your ear be attentive and your eyes open, that you may hear the prayer of your servant, which I pray before you now, day and night, for the children of Israel, your servant, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against you. Both my father's house and I have sinned. Verse 7. We have acted very corruptly against you, and have not kept the commandments, the statutes, nor the ordinances which you commanded your servant Moses. Remember, I pray the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. Amen. Fikisha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Last Sunday we began this topic na tukasema ya kwamba mara mingi sababu ya watu kutokuwa na mafanikio ni kwa sababu watu tumeshindwa na kujipanga. Na tukasema ya kwamba your success will entirely depend on your ability to plan your life. Tulisema hivyo. So tukasema ya kwamba unaweza kuwa mtu ambaye ni mzuri, uko na what it takes to become, lakini usipokuwa na uwezo wa kupanga maisha yako, you will fail here and there. Na nikasema ya kwamba kama kuna kitu kanisa haija embrace, ni kitu kinaitwa planning. Planning watu wengi huwa tunachukulia ni kama kitu demonic. Hiyo ni mambo ya watu wa dunia. Na unakuta watu wengi wanakaa kanisani kana kwamba they have no vision of life. Wao wanangoja Yesu akuje twende mbinguni, which is very good. Even me, I am waiting for Jesus to come back to go to heaven. Lakini kuna mahali tuliona katika Biblia Yesu akiambia wanafunzi wake, occupy until I come. In short, do business until I come. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nikawaambia Jumapili iliyopita ya kwamba wapendwa, huu ni mwaka ambao tumeanza kama miaka ingine. Na tusipokuwa watu ambao watakuwa na uwezo wa kujipanga, mwaka huu utaisha kama miaka mingine. Na mwishowe utabaki kusema ya kwamba sijajua mwaka umeisha namna gani. Masiku yameenda haraka. Na ninafundisha mambo haya because I feel in my spirit ya kwamba kama Wakristo tunafaa kukua na pande zote, tusiwe one sided. Tunafaa kukua kiroho na tukue kiasili, tuwe all sided. Maana ukikua katika pande moja itafika mahali siku moja na ukwasike. Kuna watu wamekwasika na injili kwa sababu he is growing one sided. Unakuta huyo mtu ni mzuri sana kiroho, lakini mambo haya mengine ako chini sana. Na shetani anatumia hiyo kama rungu ya kumpiga vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana wapendwa, ninachukua nafasi kuwafundisha
kuwafundisha mambo haya, na ninajua ya kwamba yatakuwa ya faida kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu aseme kujipanga. Na niseme mara mingi usipokuwa na uwezo wa kujipanga, huo unapanga. Si mnajua hivyo? Usipojipanga unapangwa. Na unaweza kupangwa na wale watakuajiri, unaweza pangwa na wale watakusaidia. So wapendwa, please ninaomba kwa jina la shikeni mambo haya. Maana kuna hii kasuba ya watu, all we are waiting is for Jesus to come back so that we can go to heaven. I'm also waiting for that. Na tumetangaziwa hapa. Na ninajua matangazo yetu yamekuwa very clear every Sunday. Huwa tunaanza na Jesus is coming back very soon. Si ni kweli? Na leo hata nimesikia amebadilisha kidogo akasema he is not even coming very soon. Amesema aje? Ako tayari sasa ati ametoka. So imesemekana ametoka tayari. And we are waiting for that. But before Jesus comes, wapendwa, nafaa tuelewe hivi. We have a life to live. Okay? Yes. We have families. We have life on this earth. And actually, in actual sense, even when Jesus comes back, nafikiria before we go to heaven, tutakuwa na 1000 years ya kukaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Najua watu wakiwa na shida mingi ndio anataka tu kwenda mbinguni. Kuna mtu anaweza kumwambia ati Yesu anakuja kesho akwambie siwache akae. Lakini watu wengi, the reason why wanataka Yesu arudi hivi karibuni kwa sababu they want to escape problems and suffering. But I want to say this, wapendwa, si ati ninapiga Yesu kurudi hivi karibuni, nataka akuje. Lakini wacheni wapendwa, tuache kuwa na hiyo dhana ya to escape. Let's live on this earth, and when we die or when he comes, we be counted worthy to go there. Maana kuna mambo mengine niliona hata kwa Biblia inasema hata wakati Lazarus alikufa, ukiangalia maisha ya Lazaro hapa yalikuwa na shida, si kweli? Na wakati alikufa, tunajua hata huko hakupata makao. Alikaa kwa kifua ya mwingine. Abraham Boso. So wapendwa, me I believe if you see someone victorious here, hata huko kuna kitu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wapendwa, nataka tujipange mwaka huu. Ambia jirani yako ni kujipanga. Mambo ya kukaa maisha ambayo haina maono, visionless life. Unaona mtu kazi yake ni kula na kushiba na hakuna mahali anaenda. That life I don't want you a part of life in this church. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuwe na maisha ambayo yako na ufanisi kiroho na kiasili. Maana hata injili hii tunahubiri hapa haiwezekani pasipokuwa na resources. The gospel is free, but the need to take the gospel is expensive. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizi vitu mnaona hapa zote zimeletwa na pesa. Everybody say money. Money. Sema money. Money. Sema money vizuri. Hapana ndani. Money. Sema money. Money. Na mimi sio mhubiri wa pesa. Unajua watu wakisikia pastor ametaja sasa asikia sasa. Hapana, mimi nahubiri yale mambo ambayo yatatufanya tufanikiwe. Yale mambo yatatufanya tufanikiwe kiroho na kiasili. But maandiko yanasema in the book of that John that I wish you above all things that you may prosper even as your soul prospered. So the Bible does not prohibit, neither does it forbid prosperity. Ni vile tu kuna wachungaji wamechukua prosperity in a evil dimension na wamehubiri mambo haya ya kuwafaidi wenyewe. Lakini God himself desire that we may prosper. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mwaka huu ni mwaka wa kujipanga. Huu ni mwaka wa kujipanga. Sana nilisema kitu kuna maandiko tulisoma in the book of Luke na ilikuwa inasema ya kwamba wakati mtu anajenga nyumba hiyo haiwezi kujengwa pasipo mtu mwerevu kukaa chini na kuhesabu gharama. Amen. Mtu hawezi jenga nyumba ikakamilika pasipo kukaa chini kwanza kuhesabu gharama, au mtu hawezi kwenda vitani pasipo kukaa chini na kufanya hesabu aone kama uweza anaweza kukabili adui zake. Na Biblia inatushauri hapo, if you want to be successful, you must be a man who strategize, man who count the price. Na mahali pengine nikasema, hata kuna mahali Biblia inasema God has a plan for you and me. Na kama Mungu ako na plan concerning you and me, why do we live planless life? Hata ninyamaze kwanza hiyo ingie. Uliza jirani, why do you live planless life? Na akikuangalia baya uniambie, uinue mkono useme huyu pastor ananiangalia mkono. Why do we live
visionless life? Why? Why do we live life without direction? Yani wewe unakaa, you just exist. What is your plan for this year? Hebu uliza jirani yako, what is your plan for this year? What are you planning to do? Na nilisema namna hii, never wait to have money for you to plan. It is the resource, it is the vision that attract the resource. Amen. Maono ndio huwa inafuta resource. Na ndio maana unaona mama wakati maono imeingia anaanza kujipanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati vision imekuwa conceived, si mama huwa anaanza kujipanga. Ananunua hii, ananunua hii. Maana vision imeattract hizo vitu zingine. Na watu wengi wanangojeaga mpaka wakati watapata pesa. Many people wait until when they wacha ningoje wakati nitaongezwa mshahara kazini. Let me say this, you will never have much until you manage little. And you never manage little if you cannot have a vision. Vision give you discipline. Vision give you direction. Na nikasema hapa sasa ya kwamba if you don't know where you are going, any route can take you nowhere. You never know when you end and when you begin because you have no direction. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The reason why unaona watu wengine anaweza kulala kuanzia asubuhi mpaka saa 8 ni kwa sababu he has nothing to do. Maono ya mtu ndio inachocheaga mtu, inakupatia time ya kuamuka na ya kulala. Bwana Yesu asifiwe. But when you have no vision, you can sleep the whole day. You can hang up with everybody. You can do anything because there is nowhere you are going. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wapendwa, tafadhali ninaomba kwa jina la Yesu, shikeni mambo haya ninayofundisha. Maana ni yameandikwa kwa Biblia tufundishane. Hallelujah. Amen. Ningetaka tuanze na Nehemiah. Nehemiah was one of the prophets in the Old Testament. Na Nehemiah aliishi nyakati wakati Israeli walikuwa wametekwa nyara. Bwana Yesu asifiwe. Na Israeli kwa sababu ya kufanya dhambi hapa na pale, kuasi na kuabudu miungu mingine, Mungu aliruhusu waende mateka mara kwa mara. And this time round Jerusalem ilikuwa imeharibiwa kwa sababu ya issue tu ya idolatry. Mungu anawaachilia, wanapigwa vita na wanaharibiwa. Maana wakati dhambi imepatikana mahali, dhambi sin wicked people and sin open door to the enemy. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi huwa inatupatia shetani legal ground ya kupiga vita. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri sana mjichunge na dhambi. Ukiona kuna kamoja ya kufanya dhambi, wachana nayo kwa sababu itafungulia shetani mlango kwa kupiga vita. Na wakati huu Nehemiah, mahali tumesomewa na mtumishi, tunaonyeshwa ya kwamba alipata kuulizia akiwa katika nchi ya ugeni kuhusu Yerusalemu vile kunaendelea. Na wale alikuwa anawaulizia, tunajua wakamueleza ya kwamba Jerusalem has been destroyed. It is in ruin. It has been burned by fire. Na hata kuta za Yerusalemu zimeanguka chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Na jambo hilo likaguza Nehemiah sana. Na kazi ya Nehemiah katika nchi ya utumwa, mahali alikuwa Babylon, alikuwa kazi yake ni kunywesha mfalme kikombe. Na unaweza kuuliza kunywesha namna gani? Nyakati zile kulikuwa na watu walikuwa wanaitwa cup bearer. Kila mtu aseme cup bearer. Cup bearer. Cup bearer, mfalme angeletewa divai na hangekunywa hiyo divai pasipokuwa na cup bearer kumpatia na kuzibu kwanza. Sijui siku hizi wanafanya namna gani. I don't know kama wale wanapikia uhuru wanampelekeaga tu. Lakini lazima kuwe na mtu daktari wa kuangalia hiyo chakula. Otherwise hawa watu wakubwa hatari ni mingi kwao, si kweli? So nyakati zile za Old Testament kulikuwa na cup bearer na kazi yake ilikuwa kuhakikisha kikombe kikiletwa, yeye ndiye alikuwa anapatia ufalme, na kuna vile alikuwa anapatia. Halo? Hakuwa anampatia tu kishika ukule. Kuna design ya kumpatia. Aupatie kwa heshima, akiwa na furaha, na kwanza aoje kuhakikisha ya kwamba chakula hiki, as long as I'm concerned as a cup bearer, chakula hiki ni kitakatifu, ni kisafi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hivyo wakati Nehemiah chakula kililetwa au divai,
The king noted ya kwamba Nehemiah was down, alikuwa chini sana. Akimpatia kikombe, akaona huyu sio yule Nehemiah ninajua. Sio huyu, kwa sababu alikuwa moyo wake ulikuwa chini. He was not smiling. He was not in the mood. Na akamuuliza Nehemiah, for a long time I have never seen you this. Ni nini inaendelea? Nehemiah akajitia moyo akamwambia mfalme, inawezekanaje nikuwe na furaha wakati Yerusalemu kule nimetoka it lay in ruin. Wakati Yerusalemu milango imechomwa na kuta zimebomoka. How will I be happy though I am the cupbearer when our city Jerusalem is in destruction? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ninaanzia hapo? Kwa sababu ningetaka muelewe that Nehemiah he represent many of us. Nehemiah is a good example of how we should conceive vision and how we should execute the vision. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo akamuuliza sasa, Nehemiah, nitakusaidia namna gani kama mfalme? Na Nehemiah akaeleza mkubwa ya kwamba mimi ningeomba uniandikie barua na unipe nafasi niende Yerusalemu nikaweza kufanya uchunguzi, nijue the extent of damage of our city Jerusalem. Niangalie jinsi ninaweza kurekebisha mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And that is what he did. Lakini kuna swali mfalme alimuuliza, how long shall it take you to go and come back? Because remember, alikuwa kwa nchi ya utumwa. Na that is where he was working. So Nehemiah, he decided to give up the possession so that he can go to Jerusalem and execute the vision. Na wapilo niseme hivi, ukiangalia jinsi Nehemiah alipopokea maono haya, it is a very amazing. Maana nilisema the most important thing in the life of a man, it is your vision. Everybody say vision. What is your vision? Nilitamka sana nikasema your vision, it is the assignment of God for your life. Niliangalia juzi kuna clip nilikama close jana, sijui jana au the day before yesterday. A certain guy in Sudan alienda kwa zinaitwaje animal park. Hizi zinakuanga na wanyama. Na Sudan mahali ilikuwa imefika, wale watu ambao huchunga wanyama hao, si mnajua Nairobi kuna national park. Kuna simba, kuna wanyama wengine ambao wamefugwa kule. Na akakuta simba za national park ile alikuwa ametembea some of them were dead, others were malnourished, walikuwa wamekosa chakula. And akaguswa na hiyo kitu sana. Akajiuliza, why are they not feeding these animals? Na wakati alienda kuconsult those who are concerned, akaambiwa mahali nchi imefika, do we cater for people or do we cater for these animals? Na hiyo kitu ikamguza, akashindwa. Okay, hata kama the priority is to cater for the people, why then don't you release them into the world? Why allow them to die in captivity? Maana wamefungiwa, hawapewi chakula. Na hiyo kitu ilimguza mpaka akauliza, can I feed them? Can I give my own saving at least mwanulie chakula for some few days, because hawa wakikaa some few days they are going to die also. Na wengine walikuwa wamekufa. Akaambiwa you can't feed them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ikawa hiyo kitu he did not stop, because vile ilikuja kwake, it was more than just a desire to feed the lion. It became his vision. Alienda akapiga hizo simba zote picha, and then he posted kwa Facebook na kwa YouTube na kule kwingine. And all over the world, from Europe to Asia to Africa, people responded. Na watu wakasema they are going to pay the price to support our simba wa Sudan walisho. Na kuanzia hapo, hiyo jamani nisikia akieleza ya kwamba kando na kulisha simba kwa sababu ya support ya watu, sasa mkate yake imepatikana sasa hapa. Sasa alifanya kuwa kazi yake kulisha hao simba. Akaenda akanunua shamba, kwa sababu watu walirespond kwa dia kubwa na wakamsupport. Akanunua shamba kubwa na akaanza kuweka hao simba. Akaomba serikali mpatie hao wanyama awe ndiye amewahifadhi. That was what became his vision. Look at that. Na nilisema namna hii, huenda baraka yako imefichwa katika hiyo kitu. Kwa hiyo maono Mungu anataka uwe nayo. Lakini watu wengi unakuta most of the time the thing that we do copy. Unasikia mtu ameweka biashara ya kuuza maziwa, unaenda nayo unaweka pande hii. Unasikia mwingine ameweka biashara ya kuuza duka, naye unaweka hapo kando.
Na ndio maana mnaona watu wengine siku hizi, and most of the people, they have no idea of themselves. They do what other people do. Now can I say this? You will never succeed by doing what others are doing. You succeed by doing what you are supposed to do. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Munanisikia? Ndio unakiweka duka hapa ya kuuza nyama, watu waone watu wananunua sana. Unakuta duka 10, bushari kama 10 zimewekwa kwa laini moja. Sasa unajiuliza, kwa nini hawako wanaweka hizi bushari wakati mimi sikuwa nimeweka? Why have they? Kwa nini wanaweka bushari wakati mimi nimeweka? It is because people have no ideas. Now can I say this? You never succeed by copying. You succeed by doing what God has inspired you to do. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Uliza jirani yako, hiyo biashara unafanya ulitoa idea wapi? Simuulize. Lakini hata kuhubiri. Nimeona mchungaji ndio mchungaji akifungua kanisa anakuwa na gari. Enda ufungue. Utaitana. Na ndio maana tunaona makanisa ni mingi. Sio. It does not mean all of us has got a vision. Kuna watu wameiga. Na kwa sababu umeiga huna chakula. Na ndio maana kila saa unatafuta kama mstari moja, unakimbia nako. Hallelujah. Umeuliza jirani yako, hiyo kazi anafanya alitoa wapi? Amesema alitoa wapi? Kuna mwingine alisema ndio maana unakuta hata wachungaji wengine, maana mito yao ilikuwa ya askari. Vile adarani kanisa ni kama baraka. Hata akihubiri hapa mnasikia yenyewe huyu ni komanda injili. Sio mchungaji. Hata hubiri mpaka mnasikia akisema oh. Hallelujah. Uliza jirani yako, hiyo maono uko nayo ni yako au ni ya kuiga? Don't do things because other people are doing. Do it because you have, God has inspired the idea in your spirit. And that is how you succeed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nikawaambia the reason why Jacob alipoenda kwa Uncle Laban aliweza kusucceed. Mpaka eventually akawa yeye ndiye kama mwenye bomba. Maana kondoo zilizaliwa kulingana na makubaliano. God reminded him the vision of Bethel. Bwana Yesu asifiwe. Imagine alikuwa ameambiwa tu mshahara yake atalipwa na zile kondoo zitazaliwa na mistari. Imagine mtu akwambia namna hii, unaweza kubali wewe? Kondoo za mistari, okay, wacha tuende pole. Kwani kuna kondoo ngapi za mistari? Okay, nani ashawaona kondoo iko na mistari? Siinua mkono, ushawaona? Mimi sijawahi kukutana na kondoo iko na mistari. Inakuwa either white, black au madoadoa, lakini ya mistari, lakini akaambiwa ya mistari. Yaani in short, Uncle Laban was decided kunyima Jacob mshahara kabisa because kondoo ya mistari kama zebra mimi sijaiona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Jacob, there is something he knew that can change the possibilities, that can change things that are impossible. Akamwambia sawa basi, umenibadilishia mshahara mara mingi, na in fact nashukuru Bwana kwa sababu this time kama umesema yeye itazaliwa na mistari, wacha tuone. God reminded him in the dream concerning the dream he saw in Bethel. Akamwambia wakati kwa Bethel aliona kwa ndoto kondoo zikipandana, zile zinapandana zinazaliwa na mistari, na akapewa jinsi ya kufanya. Alienda akachukua kijiti akaweka mistari kulingana na vile niliwaambia sana. And then mahali zilikuwa zinakunywa maji akaweka mahali pale. Na kondoo zikaanza kuzaana na zile ziko na mistari. What is that? It's a spirit backup. So when you get into your assignment and vision, you prosper. Eventually you can read the story of Jacob. He goes away from his uncle's place very wealthy and very rich. Bwana Yesu asifiwe. Until walikuwa wameanza kumwenvy. Ulikuja ukiwa hauna kitu. Mbona umechukua mifugo yetu yote? Sio kuchukua. Ni mtu ambaye ako na spirit ambayo inaomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. So wapendwa, tuacheni kufanya mambo kwa kuiga. Kama ni biashara, auliza Mungu, ungetaka ni venture in which business? Don't just do things because others are doing it. So wakati nilikuwa naangalia story hii ya Nehemiah, kuna
kuna mambo niliona pale, mmojawapo yatatusaidia sana kujielewa na kufahamu jinsi ya kupokea maono. So how do you receive vision? You receive vision pertaining your assignment in life. It can be through dreams. It can be through a passion for something or lazima. Unaigiwa na kitu. Kuna watu wengine nilisikia mtu anapitia kwa street, anaona viwete na watu ambao hawana miguu na watu ambao hawana uweza, na anasikia huruma ambayo ni zaidi ya huruma ya kawaida, na kuanzia hapo anachukua as his own or her own vision to help those who are poor. Bwana Yesu asifiwe. So unakuta huyo mtu maono yake amezaliwa na hiyo passion lazima wakati anaona viwete. Na most of us ni watu wangapi hapa tunapitiaga kwa street, kuna watu wana beg, and sometimes you don't even notice them. Si ni kweli? Hawaoni, you don't notice them. Lakini kuna mtu ambaye maono yake yatatokana pale. So how do you receive vision? One, you receive vision when when God, sometimes in dreams, sometimes in vision, sometimes God may drive a desire concerning something in your life. That is how you conceive your vision. So Nehemiah hapa tunaona wakati alipopatiwa habari kuhusu Jerusalem, it became more than just mercy, huruma ya mji wao. Ikawa haya ndio maono yako nao ya rebuild the walls of Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Amen. Now, sasa nikataka uandike observation hapo. This is the pattern that Nehemiah used. Na ningetaka itusaidie pia. So concerning strategic planning does not become successful without these patterns. One of it ni number one, conception of the vision. That is where we begin. You will never be a strategic planner when you have no vision, because how do you plan for what you have not? So in strategic planning, step number one, you must conceive the vision. The vision. Nehemiah conceived the vision. What was the vision? To rebuild the walls of Jerusalem and the city of Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Amen. So what is your vision for? What is your vision for this year? Mwaka huu umepanga nini? What is your vision? So he conceived the vision. Bwana Yesu asifiwe. He conceived. Nilisikia huyu jamaa mwenye sahi, is it Dubai? I think Dubai, yes. Dubai is one of the most beautiful city, na nafikiria zile gorofa ziko Dubai, hakuna mahali pengine kuna gorofa kama zile in the world. Dubai, Qatar, those countries. Na nilisikia Dubai ndio iwe vile iko, it was a desert. Dubai was a desert. Na nchi za Arabu, most of them zinakuanga desert. Lakini their king conceived an idea ya kwamba I want to make Dubai the best place on earth. He conceived the vision. In his mind akaona Dubai ikuwa more than America, more than Britain, more than whatever. Na watu wa leo wanatoka from wherever, from all over the world going to Dubai. Wakaone wameconvert mpaka nchi ile imekuwa na maji, desert. Uko na dams, iko na fresh water, desert. Wamebadilisha maji ya bahari, imekuwa haina chumvi, inakuwa maji ambayo ni safi. Na ile chumvi wanakusanya, nilisikia kuna vile wanaifanya, inanyesha tena mvua inakuwa fresh water. So wanachibua dams na kunakuwa na maji in desert kwa sababu ya vision of their leader. Angalia hapa nchini kwetu Kenya, unasikia watu sijui Kisumu, around those places hawana maji, na Lake Victoria iko na maji fresh. Na ndio maana unaona wazungu wanaona wa Afrika kama tuko mesabibi. They don't understand how we live. How do you claim you have no water and you have even lakes that are fresh water lakes? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waisraeli nisikia walikuwa wanakuja huko na wakijenga mabarabara, wanabeba mchanga yetu, wanaenda wanamwaga desert zao, maana Israeli is a desert. Alafu wanakuza chakula, matunda wana export kwa Mwafrika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nifanyeni namna hii. Na ndio maana wazungu wanaangalia Mwafrika wanashinda, huyu una kasoro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia jirani yako Mwafrika amuka.
Sijasema muite brother, nimesema muite Mwafrika. Mwafrika. Bwana Yesu asifiwe. Muulize Mwafrika utalala mpaka lini? Kahawa tunalima huku na majani inakuwa exported. Au hamjui hatukunuagi grade 1 ya majani? Ni wakati wanajua hatutumiagi majani grade 1. Sisi tunatumiaga grade 3 na ile kamili wanakunywa huko na sio wao wanalima, ni sisi tunalima. So tukilima inakuwa exported, wanaenda wanaongeza value, wanatuuzia. Lakini hao hawajalima, hata hawana majani, ni sisi tuko nao. Alafu tunasema suko wanatuuzia majani bei kali sana. Surely huyo ni mtu ambaye kichwa mzuri. Pastor Paul ndiye tu amesema hapana, wale wengine mmenyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo ni shida ya Mwafrika na Mungu atusaidie. Amen. 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 Laziness. People without vision. Yani you don't want to add value on anything. Hata kitu ukikuta kama imekaa hivi, imekaa upside down, unaita Asha kuja kuamsha hiki kitu nikalie. Wewe uko na shida. Hata ukikuta imekaa namna hii, huwezi pigwa. Unakalia tu. Kama Asha aliona nikalie hivi, wacha nikalie hivi. Wewe uko na problem. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ninafundisha mambo haya. Sio ati ni mambo ambayo haifai kufundishwa. I am teaching this thing because unless and until Africans will wake up and believers, we will never become. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So the first thing is conception of the vision. You must be visionary. And how do you receive vision? Nimesema sometimes it is through dreams and sometimes it is through praying. Unaambia Bwana, ninataka nijielewe. I want to know who I am. Nataka nijue Mungu ni nini ulionipatia wakati nilikuja katika dunia hii. Because some of us are sleeping on our own vision. Many of us are sleeping on our own. Wengine some of us we are very big people. Lakini hatujielewi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana mnaona anything that comes from Africa, even we Africans, we don't believe it. Hatuiamini. Unaangalia imetoka wapi? Kenya. Gari ya Kenya. Yaani how comes Mchina anatengeneza gari na tunaiamini, lakini sisi wenyewe hatuamini zile tumetengeneza. Hiyo ni kasoro ya huko. Na ndio maana mnaona Asian people and the rest of our brothers, they are rising. They are rising. Which is the biggest market do they have? Africa. Whatever they do, they know there is a bigger market in Africa where people they don't want to work. Ataka kukula anything hawaja sweat for. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ninataka kusema namna hii. Huu ni mwaka wa kustrategize. Huu ni mwaka wa kuota na ku-execute the vision and the dreams in Jesus' name. Amen. Don't wait for Jesus to do it for you. He did it already. It is your part to do it in Jesus' name. Munanisikia? Yes. Mwaka huu ninataka tuinuke. Kama huna maono ya kununua shamba mahali, nunua. Si unasema mimi najenga nyumbani. Jenga nyumbani na ujenge town. Abia jirani yako, jenga nyumbani na ujenge town. Sio huku unakalia mtugi. Nakuta mtu nyumba mzima iko na kamesa na mitugi ndio. Na nakwambia mtumishi, unajua sasa sisi tuliona haina haja kuweka resource, tunatumana nyumbani. Wacha ukuzi. Unawezaje kaa hapa 50 years atunajenga nyumbani? Jenga hapa. Najua hamtasema imeni mingi, lakini najua kuna mahali unaguza. Haleluya. Abia jirani yako kaa mzuri hapa na ukae mzuri nyumbani. Na ndio maana Biblia inasema tutabarikiwa mijini na mashambani. Kama Mungu anajua kuna mashambani, okay, akasema mtabarikiwa mashambani. Lakini Bwana akaweka mashambani na mijini. Alijua tutakuja mijini. Na kuna baraka pia za mijini. Yes. Bwana Yesu asifiwe. So mimi nataka watu tujenge mijini, uwe na nyumba yako nzuri. Tukienda ushago tukuta unakaa vizuri. Amen. Sio kukaa fwekele hapa. Na ndio nilisema hapa sasa watu wakaona kama nimeongea baya. Ndio maana unaona watu wengine atakuwa hapa haina shida. Maana anachukua pepa bag kubwa, anaweka vitu zote zinatosha.
Within 1 year amehama 4 times. Unashinda na vile kuhama inakuwa taya sana. Sasa yake ni taya sana namna gani na vitu zote zinatoshea kwa pepa hapa. Na akitoka halipi. Dijia ya kutolipa pesa, kutolipa rent. Kwa sababu unajua huku tunakaaga survival. Kiujanja. Wacha hiyo buzi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Abia jirani yako lazima tuishi. We must begin to live, not to exist. Amen. Na hapana kasikia watu kwa sababu ya shida zako. Amen. Weka bidii. Na kuna watu hawezi amuka hapa sipo kukorogwa. Na ndio mimi nasemaga Belinda alifanya kazi nzuri. Hana hangepata mtoto. Hana hangepata mtoto. Wewe unacheza na Hana na alikuwa anapewa nyama mara 2 ya Belinda. Au hujui? Hana alikuwa anapewa nyama mingi sana na hana mtoto. Lakini na Belinda anamwambia pewa tu hizo nyama lakini utatapika. Anamuweka mshale kwa moyo. Hana anasikia kukufa. Na hapo ndio alifikiria kuamuka. Watu wengine hiyo wale mapenina mko kwa mioyo yenu wazuri. Jirani na kutoka kila siku. Najifanyaga hapo umeokoka na vile umesota. Hii ni vizuri. Ndio tuamuke. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna mtu ananisikia? Kwa hivyo usichukie huyo mama wa plot. Mwenye anakusegenyaka. Nasema na ukimwona hapa na vile anaobaga na akona mguu mmoja, usimtukie, ni wewe anakoroga mwanamke. Huyo ndiye Penina wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Najua watu hawapendagi mahubiri aina hii. Lakini hii ndio mahubiri itatubadilisha. Maana Wakristo tumekaa ina comfort zone kabisa. Unaona mtu hana kitu lakini ameridhika. Mpaka ni wewe tu anaongeza. Mpaka unashika hii wiki inatoka wapi? Uliza jirani yako kama ako na Penina. Yeremia hangekorogeka pasipo kuambiwa maneno ya Yerusalemu ya kwamba Yerusalemu imechomwa na moto na kuta zimeanguka. That is when he began to realize ya kwamba do you know Nehemiah was living well? He was in a palace. Wala hamjui. Nehemiah hakuwa kwa choo. He was in a palace. He was feeding the king. Kwa hivyo hakuwa amekosa chakula na mshahara. Lakini he did not settle in his discomfort. He took a step. Wakati aliposikia ya kwamba nchi yao inaungua, he gave up the possession and he headed back home. Amen. He conceived the vision of rebuilding home. Bwana Yesu asifiwe. Mnasikia wapendwa? Yes. Sasa uko na miaka 10, 20 hapa town. What have you done? Uliza jirani yako, what have you achieved in town? Tunajua ya yote inatumaka town. Na ukienda nyumbani ukute kile anatumaka ni ng'ombe moja imekonda hapa. Na anapiga kelele sana mkutano. Mjue mimi ndiye nawalishaga na maziwa hiyo ng'ombe yangu muangalie. Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ambia jirani yako, this is a wake up call. Mwambie this is a wake up call. Pastor is calling you to wake up. Amen. Hallelujah. Amen. Unasikia wapendwa? Yes, we must rise up. We must think. We must work. Lazima tufanye kazi wapendwa. Hata kazi kama hii haijafika this level kwa sababu ya hakuna malaika Gabrieli analeta mabati hapa. Atakasema hivi nimetupwa. Video ngapi? Nimeambiwa hii mabati kunajenga hakuna. God used men who decided not to settle in their discomfort. Hallelujah. Na wewe maisha yako haitawahi badilika pasipo kuwa wewe kuamka na kusema sijatosheka na hii level ya kukalia mtungi. Na unajikomfort na hii mstari inasemaga blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Hakuna kitu kama hiyo. You must understand what is God is talking about. God is saying ya kwamba blessed are those whose heart does not rest or settle, or their heart are not rich
by other things. Yani their hunger is always to seek for God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. So hata mkiona sina mali huko mbinguni, there is high probability hata huko hutakuwa na makao. Yes. There is high probability hata huko hutakuwa na anything. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama hutapata ya kutoa hapa. Si ni kweli? Na kama hutatoa hapa hata huko ina determine vile unakaa hapa huenda itakuwa determine na vile ulitoa huko. Si ni kweli? So wakati mnaona shetani anatufinya katika maeneo ya kupata vitu, anatufinya kutumikia Bwana. Hallelujah. Amen. Na ndio maana mnaona shetani anapinga injili ya watu kuinuka kifedha na kiroho. Anasema hawa ubiwa. Wacha niwaambie kitu moja. Let's be discerner. Watu ambao wanaweza elewa this is deception. Because haiwezekani Mungu anasema tutabarikiwa mijini na mashambani ili hali anamaanisha tuishi kwa umaskini. I don't believe that. I don't believe it. Kuna mtumishi ninapenda sana na he is all over in the media. He is all over. Now the reason why he is managing to do this thing is because he has something. He has money. Si ni kweli? He has money. So when you see the devil is limiting you or he wants you to settle for less, I'm telling you, kama kuna vita kubwa ya kupigana ni hiyo. Na mojawapo ya hizi vita kupigana ni hapa. Tubadilishe vile huwa tunawaza. Let's not settle for less. Let's understand there is a bigger call. There is higher than where you are. So Nehemiah conceived the vision. That is the first step. Conceive the vision of your life. Where are you going? What do you need in life? What is your potential? Number 2, pray over the vision. Nehemiah, when he conceived the vision, he prayed about that vision. Wangapi wanaambiaga maono? Au wewe ni unaenda tu unafungua hiyo biashara kwa sababu mwenzako aliweka. Then kuanzia hapo masaidi yako unaanza kurogwa kila siku. Na unasema tangu nilipofungua hiyo kazi ndio masaidi yako. Yes, because you did not pray over the vision. Nehemiah prayed about the vision. He prayed about Jerusalem. Akaambia Mungu, tusamehe dhambi. Mungu, ninakuomba unisaidie nikaweze kujenga Yerusalemu tena na kuta zake. So Nehemiah prayed about the vision. So we have said number 1 is conceiving the vision, and number 2 is praying over the vision. Have you ever taken time to pray about the vision you have? Yeah? Praying over your vision. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulisa jirani yako kama anaombeaka hiyo maono yako. I know the reason why we don't pray for them. Maana hata sio yako. Ni kuiga uliiga au ulisikia watu wakisema saa hii biashara ya maembe ndio inabakisha. Na wewe ukaenda ukaweka maembe. Na ujui maembe inakuwa na season. So wakati season ya maembe ilisha na wewe ukaisha nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pray over the vision. Number 3. He returned to the city to assess the damage as a governor. So what does it mean? So tumesema number 1 is conceiving the vision. Number 2, he prayed over the vision. Number 3, he returned to the city to assess the damage of that city. Into bracket, counting the cost. That is where I'm saying counting the cost. So andika into bracket. He returned to the city to assess the damage as a governor. Into bracket, counting the cost. Alienda kudiposa akaweza kuelewa gharama ya kujenga ule mji. Hallelujah. Amen. Number 4, he planned to rebuild the city walls. He planned to rebuild the city wall. He planned to rebuild the city walls. He planned to rebuild the city wall. So this is a pattern of how we should begin our life. Don't just do things because others are doing. Begin by conceiving the vision. How do you conceive the vision? Pray to God. Mwambie Bwana, katika mji huu nifunulie nifanye nini?
So he conceived the vision, that's number 1. Number 2, we have said he prayed over the vision. Number 3, he returned to the city to assess the damage as governor, into bracket counting the cost. And number 4, he began rebuilding the walls of Jerusalem. So ningetaka hapo chini uandike challenges every vision encounters. Challenges that every vision encounters. Na hapa ndio sasa shida ya watu wengi iko. People who want everything for nothing. Hawataki changamoto. Hawataki anything that can be a challenge to them. But can I say this? You never rise in life without challenges. Hata huduma kama hii tumepitia changamoto mingi sana. A lot of it. Sometimes unaangalia mpaka unashika sasa niega umere dada nitatokea wapi, because sometimes unaangalia it's like there is no way out. Vita zinakuwa mingi. But I want to say this, every vision has got challenges. Si mnajua hivyo? Yes, if you want a good life, then you have to be prepared for challenges. Kuna mtu ananisikia? You have to be prepared for challenges. So, challenges for every vision, or challenges every vision encounter. Number 1, it is called discouragement and sarcasm. And this is what Nehemiah went through in Nehemiah chapter 4 verse 1 to 6. Nehemiah chapter 4. It says from verse 1, and when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity builded the temple unto the Lord, God of Israel, then, is that Nehemiah? Nehemiah, that is it. Chapter 4. Nehemiah chapter 4, verse 1 to 6. But it came to pass that when Sanballat heard that we are building the wall, he was wroth and took great indignation and moved the Jews. And he spoke before his brethren and army of Samaria and said, what do these feeble Jews? Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stones out of the heap of the rubbish which are burned? Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, even that which they build, if a fox go up, he shall even break down their stone walls. Kila maono wapendwa iko na changamoto. Na tunaambiwa hapo wakati walianza kujenga kuta hizi za Yerusalemu, watu waliosikia ya kwamba wamejitolea kujenga, wakaanza kukachifu. Na wengine kama Tobia na Sanballat wakasema hata bweha wakipanda kwa hizi kuta wanajenga zitaanguka. Surely bweha anaweza kuangusha kuta ya mawe. Wacha hata kuta ya mawe. Bweha anaweza kuangusha hii yetu ya chuma. Sio ya mabati ya chuma. Bweha anaweza kuangusha hii kuta yetu ya chuma. Anaweza. So every vision has got a challenge. So wewe ambao unataka kuweka hiyo biashara, jua utakutana na changamoto. Kuna watu watakumoa. Kuna watu watakwambia wewe umechanganyikiwa. KJ. Ulienda hapo kwa pastor. Kana msaada. Wanakuwa msaada na wasugu. Nishawaisikia hizo vitu hapo. Asiwachana na azili ya msaada wanatoa. Wapendwa, mnishawahi na msugu kwa hii kanisa. Wacha msugu. Hata ile gosi nyeupe inakaribia msugu. Mshawahi na kwa hii kanisa. Lakini tumepitia hizo vitu. Hata nilisikia kuna mwingine na hapa mganga alisema, hiyo church mkiona inainuka hivyo. Mimi ndiye nilitengeneza huyo pastor. Na yeye sasa anatafuta nafasi ya kujenga jina yake. Maana everything and everybody want to be associated with good things. Hata mganga aliona huyo pastor anainuka. Kwa hiyo akaambia wengine kujeni niwatengenezee, mimi ndiye nimetengenezea yeye. Shetani ashike. Kwa jina la Yesu. Amen. Every vision has got a challenge. And every possession in life have got a challenge. You must be ready for challenges in life if you are going to rise. Lakini kama wewe ni mtu muoga, atisitaki watu wakiniona sijui watasema namna gani. Nilisema watu wataongea mpaka wakati tutakuwa kwa mali kwa kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha ima unakuwa sikada na ati imagine huyo madam ati ameniambia sifi hiyo kwa yangu. I don't care. Let me say this.
If you are going to rise to higher ground, you must be ready for challenges. Hata hiyo kitu umekalia. Si ulikalia kwa sababu ya kuhatarisha. By faith, hukujua kama itakushikia ungeanguka hapo ujue mkuju. Lakini ulikalia kwa imani. Na ukaaccept hiyo challenge. Naamini itanishikilia. Si ni kweli? That is how life is. Don't postpone things. Hadi kesho. Kesho inakuwa kesho kutwa. Kesho kutwa inakuwa 2030. When will you rise? Ati nikienda nikutane na mwizi. Hii ni confession za aina gani? Ati unajua ukinunua kwa expensive unaweza rogwa. Si ununue urogwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna jamaa tunafanya naye kazi. Tulikuwa tunafanya naye kazi wakati nilikuwa kwa kampuni. Alikuwa anatuambiaga mambo mengine naona ni kama ni sio real. Alikuwa anatuambiaga ukienda pande za Nyanza, yeye ni mtu wa Nyanza. Ukienda huko usiende na nguo nzuri, sijui kama ndugu yetu anatanga hivi. Yeye alikuwa anatuambia kijiji yao ni hatari. Ukienda usiende na masuti na magari. Hautarudi nazo hapa. Utarogewa huko. Na ni kweli watu wengi wanaenda wanakosa kurudi nazo. Wanaweza sivyo. Lakini wapendwa, does it mean we stay on one level because we are afraid of dying? Nunua hiyo gari, endesha. Kuna dada mwingine nilisikia alisema kama nikufa hakuna mtu atakufa mara mbili. Unajua mama kuendesha gari sometimes anakuwa na challenge za uoga. Na nilikutana naye siku nyingine vile anaiendesha, unaona huyu mtu anaiendesha na hasira. Kwa sababu ni kama watu walimwambia wewe ni bure, wewe huwezi endesha gari. Utaendesha gari namna gani? Na yeye akasema kama nikufa nitakufa once. Na nitaprove wrong. Anaiendesha kuliko mwanaume. Wanaweza zivi. And those are the kind of people we need in life. What about they rise above the challenges? They accept ya kwamba life kuna challenges. And for you to rise, you must accept the challenge. Bwana Yesu asifiwe. Si watu tunaogopa kutoka kwa nyumba wataniroga. Toka urogwe. Jenga nyumba urogwe. Nunua gari urogwe. Kwani Mungu wako na mrogi nani mkubwa? Mimi hata ninashangaa watu wanaamini Mungu gani, Mungu mwenye ananyamazishwa na mchawi. Who has a bigger God? Bila mnasema inaonekana who has a bigger God? Yes, it is you. You have a bigger God. Kwa hivyo we must understand ya kwamba some of the challenges of a vision, it is discouragement and sarcasm. Amen? People will discourage you. Sometimes situation will not be favorable. Watu wanakuambia hungeweka hiyo, hungefanya. Lakini kama hiyo ndio Mungu alikwambia, weka hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Rise above discouragement. Number 2. Remember we are looking at the challenges every vision encounters. Number 2, enemy attacks. Enemy attacks. Enemy attacks. Uvamizi kutoka kwa maadui. Enemy attacks. Number 3. These are the challenges that Nehemiah encountered, or his vision encountered. Tumesema ya kwanza ni discouragement and sarcasm. Mwanaume anaangalia na mwambia nyinyi hata hamjielewi. Hata kuta hii boy akipanda itaanguka. That's nonsense. Hiyo ni the highest level of sarcasm. Now, they are doing all this because they have realized this guy have decided to rebuild the ruin, the rambles, the city walls. Hii kanisa hata mnafikiria, mimi ninaamini ya kwamba wale watu wanatuchekanga kwa hii kanisa, siku moja watakuja kusema kuna Mungu hapa. Ngojeni, give them time. Let's give our vision time. Kuna watu wanapitia hapo na angalia, ni vile tu hawakwambii, lakini hata ukiangalia anashindwa. These confused fellows. Hapa tumeonyeshwa Biblia inasema and they asked one another, what will these feeble Jews do? Hawa Wayahudi wadhaifu, wanyonge. Hii ni nini hii wanajaribu kufanya? Because every time you begin to do something or to execute a vision, there are people who think or who assume that you are good for nothing. Na hakuna kitu kibaya kama kukubaliana na adui. Adui anakuambia you are good for nothing. Neno yenyewe. Kumbe hata nyinyi mnataka good for nothing. I refuse that in Jesus' name. Amen. Let the weak say, we are strong. Let the sick say, I am. Amen.
anakupatia the negative report. So that he can break your heart. Na nilisema ukikaa na mtu ambaye after 10 minutes ya kukaa na yeye unatoka pale na vidonda, don't return there. Usirudi kwake. Lakini unakuta watu wengine unakaa na mtu siku mzima, anakuambia you are good for nothing. Hata wewe kazi yako ni kununuliwa. Hata wewe na unakuta mtu ndio wewe. What are you doing there? What are you doing there? Jiheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali kule hiyo gari yako iko na amani na unajua kuna mahali unaenda. Sinaona kama jamaa wengine wanashika kwa kufuata wanasiasa. Ni kama ile fisi inafuataga mtu. Iangalie kama mkono itago. Unajua nisikia fisi anaonaga mtu akiswing mkono namna hii. Fisi anafikiriaga hii mkono ukiona inaenda hivi iko karibu kuanguka. Sasa yeye anafuataga ile hopo mkono itago. Sasa na wewe unafuatana na watu wakubwa ya nini? Sasa yote uko hapo kwa mapua hapo ndio ile ukiko wanakula wabakishe huko. You have no vision. You are going nowhere. Abia jirani yako pastor amekataa. Be visionary. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu huko kwetu tunawaitaga kuda gotome. Kuda yani mesa ni kutume. Kuda gotome. Mesa uliza jirani yako kama wewe ni kuda gotome. Kama yeye unaambiwa kumaliza ni kutume. Hapana, uone next year. Hata uone watu wengine wametoka kanisani. Sasa hivi tuko kwa. Sasa hivi mko kwa wapi? By the way sasa. Kwa rao au kwa hurba hapo ndani ya Mungu. Utakuta watu watamelea kanisa. Sasa hii ni season ya kukula. Unakuta mwanaume mzima ile kitu anapewa the whole day baada ya kushout kupigana ni gili moja. Gili moja. Wakati wa last year campaign nilikutana last campaign nilikuta wanaume wamejaa hapa wanakanyangana nikaambia pastor nikauliza nini nikaambia bwana zinakuja nini pesa nini mimi nienda nikafijana na wanaume nipewe 500 au gimoja never. I'm worth that. I am more expensive than that. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapenda tujihesabu watu ambao wako na someone who has a vision, he has value. Pastor ametufundisha asubuhi concerning vessels of honor. Na kuna kitu alisema ya kwamba when you are in God's heart, God gives you purpose. Purpose is the vision. Na akasema kitu kingine hapo chini. When God gives you purpose, he also gives you value. You have no value if you have no purpose. Uliza jirani yako what is your value? Dhamana yako it's worth your vision. Kama huna maono, you have no value. That's why people are using you and misusing you. Make yourself valuable by holding to your vision. Ronaldo anajulikana kwa sababu ya kucheza mpira. Wakati ataritaya akaanza kucheza mpira, we forget him. Right? Si ni kweli? Sasa ni mgani yako juu sana? Acheni kujifanya hamjui. Yeah? Dunstan. Dan. Ni mchezaji gani sasa amepika sana? Messi na Ronaldo. Cristiano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Messi na Ronaldo. Wala mnachekea Dan. Si ni Messi na Ronaldo? Why are they valuable? They are gifted. Where is their gifted? Kwa kucheza ball. Their vision right from the word go ni kucheza mpira. It has made them so valuable to an extent. Huyo mwanaume akipatia 1 minute yake umetajirika. Maana ile pesa nilisikia okay, how much do you get? Tayari ni gapi? Kama sasa Messi analipanga gapi? Ile ule unaisikia. Kama gapi? Nisikia ni wengine wanapewa kama 15 million a week. 15? In terms of wanapanga na dollars. Sasa wewe ukilipwa wacha hata tuseme ni Kenya money. Ukilipwa milioni 10 1 week, utafanya nini? Sio ni kuwa mtu direct.
vyombo. Uko kwa kufanya. Where are you? What do you do? Uliza jirani yako, where are you? Jack of all trades and master of none. Ushaikuta wale majamaa wanajua kila kitu. Ukiongea mpira wanajua. Ukiongea biashara anajua. Na hana manyumba wanajenga inaisha akiwa hapo wa miraa. Akichoka anajenga ghorofa inaisha yote akiwa hapo. Na kasoda na biliji kama kumi. Unaona mtu amekula biliji na miraa mpaka amekuwa green kwa mdomo. Na amefura kwa moja ya mvuli. Sababu hiyo ndio kabati ya kwenda. Wewe unaangalia kivuli sasa. Wewe unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. So what is the area of your specification? Wewe uko wapi? Tafadhali niulizie jirani yako, where are you? Where are you? Uko wapi? Uko kwa maembe, uko kwa machungwa, viazi, sijui mara ni hii, mara ni huku, hata hujielewi. Hii inaleta pesa. Hata Mungu anakuangalia na you're confused. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wakati nilijielewa, mimi Mungu ameniita kama mtumishi. I spend hours praying and seeking God and seeking knowledge so that nikija hapa niwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio niliacha ile kazi nilikuwa ninafanya. Nikakuja nifanye kazi ya Mungu. Na ninajua baraka zangu ziko connected na serving my vision. Hallelujah. Amen. Unanisikia? Yes. So mimi nataka mwaka huu watu waingie kwa maeneo ya wito wao. Kama wewe ni Mungu amekuonyesha kabisa wewe ni mfanyabiashara, fanya biashara kabisa. Sawa sawa? Yes. So nafikiri tunamalizia. Tumefikisha wapi? We are looking at the challenges that every visionary encounter. Tumesema ya kwanza ni discouragement and sarcasm. Hiyo ni first step. Kama uko na maono, expect that one. Watu watakudiscourage, watu watakwambia wewe hata hujielewi, wewe ni mjinga, hii mambo umetoa wapi? That's the first step. Number 2 tukasema attacks from enemy. Sasa nishaona mtu ananunua gari. Shetani hapo na shida. Shetani hapo na shida kama huna shetani hana shida. Na ndio maana mnaona watu wengine wakianza kuinuka, masaibu nayo inaanza. Si mnajua hivyo? Yes, unashindwa. Hizi maroho zote zilikuwa wapi wakati sikuwa na kitu? Na ndio maana mnaona hata magonjwa mengine inakujaga mtu akianza kupata kitu. Wakati huna energy, unakulaga kwa osmosis. Angalia, unaangalia kuku zikiwa kwa ile kioski kizikuka unasema kwa imani nimeikula. Wacha uanze kupata pesa atiko na pesa ya kununua. Unasikia sukari, chumvi, petogo. Shaitani ashibu. Lakini wakati huna energy unakula karibu unakula mali na husikiki. Tumbo inasikia hivi. Hili shaitani. So when you catch the vision, expect attacks from the enemy. Amen. But they should not stop you. Amen. So ukiona attacks mimi niache wewe nitakupa endelea, squeeze it until they come through. Amen. Mnanisikia wapendwa? Yes. Na ukiona mahali unapigwa vita, that is why your blessing is. Yes. Ukiona kanisa unaingia unapigwa, hapo ndio baraka yako iko. Devil wants you to withdraw. Don't give up. Amen. Hallelujah. Amen. That is how you know. In fact, let me tell you something. Wakati Elijah alikuwa anatoroka Jezebel, si alifika mahali akaambia Mungu nichukue. Si aliambia Mungu niue. Imagine nabii mzima, nabii wa kitaifa, sio nabii wa kijiji. A prophet of a nation. Aliambia Mungu mahali imefika. Mungu niko mzima na akarara. Nafikiri alikuwa ameambiwa watu wanakufuata wakilala. Sio akarara. Kaambia Mungu sasa niko tayari nikuje nichukue. Mungu alituma nani? Anaenda. Akampatia food. Akakula. Akajua aje kufa. Akajua kufa. Akajua rara. Wanaume akajua safari mrefu. Jamani hata akaletoa food mara ngapi? Akajua kufa. Akajua rara. Aliyajua kula tuende safari mrefu. Akaenda na nguvu ya hiyo chakula for 40 days in the wilderness. Bwana Yesu asifiwe. Can I say this? Challenge should come to challenge you to go on. Amen. Not to go back. Amen.
Unanisikia? Yes. Kuna watu wengine wanaambia Mungu, ninaomba kwa jina la Yesu, kama ni mapenzi yako. Kama ni mapenzi yako? Mapenzi ya Mungu ni uendelee. Ambia jirani yako endelea. Sasa kushida kusibua watu hapa. Mimi niliamua kukaa hapa, Mungu alikuja nikute hapa. Hata akikuja atakwambia endelea. Endelea ndugu yangu. Hiyo mwito endelea nao. Pambana na maadui. Hallelujah. Amen. So tumesema enemy attacks. Number 3, tukasema gani? False accusations. False accusations. Those are the challenges of the vision. False accusations. Kuwekelewa mambo ambayo hayapo. Unaona mama aliambia kwa Ibrod, nasikia mahali alitoka hata nikufukuzwa alifukuzwa. Na ulihama vizuri mchana. In fact nikalia hata deposit. Lakini ukiingia kwa hiyo plot, kwa sababu kuna shetani hataki kuingia hapo, wanaanza false accusation. Unaona hiyo kanisa alifungua. Nimesikia kwanza ameenda Mombasa amekorogea ndio amefungua kanisa. Ndio maana mnaona hiyo false. Mnaona hiyo biashara inainuka. Huyo mambo nawaambia ni hatari. Nilisikia false accusation. Abia jirani yako, you must have the muscle. You must have the muscle. You must have the muscle. You must have the muscle to withstand false accusation. Wakati Nehemia alienda Jerusalem, unajua alisema namna gani? The dwellers of Jerusalem wakasema, huyu mtu he is telling people, anatengeneza mji huu na anatengeneza jeshi so that they can rise against Babylon. Those were the allegations. Si ni kweli? Na walijua ya kwamba msaada wa huyu mtu ulitoka wapi? Babylon. In short, walikuwa wanataka kukata Nehemia chanzo chake cha nguvu zake. But I thank God, Nehemiah was a man and a half. I will stand false accusation. How many times have you given up because of false allegations? No, mimi hiyo kwaya sitarudi tena. Imagine ati walisema ati nilikuwa ninaibisha hivyo yote ati kwa pastor aone. Hata akiona kwa kuna shida. Kuna shida. Hata hiyo kanisa sitakuwa ninatoa. Imagine friend alisema ati ninatoa hivyo kwa sababu kuna kitu ninatafuta. Kama kitakapatikana si sawa tu. Bwana Yesu asifiwe. Kikipatikana si sawa? Yes. Kuna shida gani? We must rise above false accusation. Ninaongea mambo haya because ninamalizia na nimekuta watu wengi walikosa kuendelea na safari kwa sababu ya hizi vitu. False accusation. Mtu anatoka nowhere na kuwekelea kitu unafikiria for 1 week concerning. Bwana Yesu asifiwe. Naona mtu mpaka wengine wanafunga biashara. Wengine unaachana na mzee wako. Sababu ya false accusations. Wengine ni mother-in-laws and father-in-laws. Unaona msichana ameolewa kwa familia. Na badala aelewe the battles that are in marriages. Some of them are false accusations. And I give up from marriage kwa sababu ya accusations. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi sana yanaendelea siku hizi. Na wapendwa, tukiwa watu wadhaifu tutashindwa. Let's be strong. Let's be strong. Hallelujah. Amen. Let's be strong. Since the days of John the Baptist until now, the Bible says the kingdom of God suffered violence, and the violent take it by force. Wakati mmoja alikuja akafungua supermarket hapa. Si kulikuwa supermarket zingine? Mwenye anakuwa strong carries the day. Si mnasikia? So usifikiria tu there is place for the weak. Unajua Mungu, my friend, you die na yeye zako. Excuses. Unajua kama be strong. Be strong. Hata jirani yako be strong. Be strong. Saa yote kusije chini ukiambia mimi ningekuwa mbele sana. Sipokuwa ni fulani. Imagine nilienda nikapata kazi, sijui akaniendea, sijui nikafukuzwa. My friend, kwani hiyo ndio kazi pekee yake? Don't look for employment, look for deployment. Amen. Mumesikia nimesema nini? Don't look for deployment means look for your vision. Do it. Kama mwanamume anaweza kwenda kwa national park aone simba wakiwa na njaa na asikie hiyo ndio mwito wako yake kulisha hizo vitu na imwajiri kazi. What about you?
nimalize. The last one. Tutaendelea kanisani. The last one. Nimesema ngapi? Tumesema gani na gani? Number 1, discouragement and sarcasm. Number 2, enemy attacks. Number 3, number 4, and the last one, disunity within. You are not one with yourself. Disunity. Vita, kuna vita zinaendelea ndani yako. You never achieve vision if you are not one with yourself. Disunity within. Kana nikataka kuandike, you attach these scriptures from those points. Discouragement and sarcasm, andika Nehemiah chapter 4 verse 1 to 6. Number 2, enemy attacks, andika Nehemiah 4 7 to 23. Nehemiah 4 7 to 23. Number 3, andika disunity within, andika Nehemiah 5 1 to 19. Nehemiah 5 1 to 19. And the last one, false accusation, andika Nehemiah 6 1 to 14. 1 to 14. Maliza. Tutaendelea coming Sunday. Tutaangalia what you do when you perceive or when you conceive your vision. Hallelujah. Amen. May God bless you. Amen. May God increase you. Amen. May you become great. Amen. May you conceive a vision this year. Amen. Nataka mwaka huu watu wanunue mashamba na wajenge. Amen. Watu wanunue magari waendeshe. Amen. Don't wait until when you are 80 years. Niko na maono. Nilisema sitakufa bila kununua gari. Sasa hiyo unakanyaga mafuta mpaka mguu unasikia. Amen. Amen. Everything is possible to those who believe. Everything is possible to those who believe. You never begin a journey until you conceive a vision. Conceive a vision for this year. Amen. Bwana nika hapa najua nilipata kazi. Nafanyaga kule kapa. Napewa 20k. Umefika kabla hata hujaanza zamani. So 20k, so what? What will you do with the 20k? What have you done with it? Okay, mimi najua mahubiri kama hawa watu wengi hawapenda, lakini mimi naamini hii ndio mambo itatusaidia. Wakati pastor anatuchallenge hapa na pale, msimchukie. That is a good man. Lakini mtu akuja kuambia usijali. We. Tutajali. Unaweza kuniambia nisijali na kuna gani na nitazunguka one place for 10 years. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si Mungu atubariki na atuinue. Amen. So tutaendelea coming Sunday. Today was part 2. I want to hope God coming Sunday tutafanya part 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini that is part 2. How Nehemiah dealt with the vision that God gave him. Bwana Yesu asifiwe. So wengine wengi mnaotaka usiku unaoza ukiwa na supermarket alafu unaamka unasema ndoto. Lakini yenyewe mawazo ni mbele. Wacha nikwambie, God is just giving you the recommendation. Amen. Amen. Uliza jirani yako unaotaka ndoto gani wewe? Au unasemaga kila ndoto ni ya chakula? Sio kila ndoto inakuwa ya chakula. Sometimes it is God communicating to you. Hallelujah. Amen. Uliza jirani yako tumalize. Unaotaka ndoto gani? What is your vision? What do you dream doing? Unaotaka ukifanya nini? Au nikukibishwa na ng'ombe peke yake? Tafadhali ninawatuma kwa jina la Yesu. Zile ndoto mnaonyeshako usiku, kuanzia leo mziandike. Kama msani tutaangalia what do you do when you have a vision. One of the point is write down your vision. Vision yako ni hiyo ndoto unaonyesha usiku. Kama unajiona ukiuza maji, don't mind, write it down. Nilijiona nikiuza maji, very important. Unasikia? Yes. Useme sasa naandika. Andika chini. You know what happens? The moment you write down a dream, some of them they come to pass. Maana ndoto huwa inatoka kwa sehemu tatu. One of it is soulish realm. Soulish ni nafsi, sehemu ya soul. Nyingine ni physical, kwa mwili. Ndoto zinatoka kwa mawazo na spiritual. So ukiota ndoto ambayo ni ya spiritual na uandike mahali itimie, you learn so many things from that dream. Utajua ulikuwa kwa hali gani na utaweza hata utafika mahali ya kuelewa jinsi Mungu huwa anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wako na kitabu cha ndoto unaandika mahali?
ndoto zako. Let me see, you have a book where you read your visions and dreams. Tafadhali inua mkono kabisa kama uko nayo na usidanganye kiko chake. Inua kabisa. 1, 2, 3. Wale wengine wote mnaotaka zikienda kwa maji. Na watuma kwa jina la Yesu kuanzia leo. Enda ununue kitabu ya 32 page au 48 page. Ukiota andika mahali. Niliona nikitibishwa na ng'ombe. Full stop. Na kama uliona imekupiga pembe mbili andika na ikaniduga na pembe. Wacha ikae hapo. After sometimes ukiona umepitia hali inakaa ng'ombe, elewa ni Mungu alikuwa anaongea na wewe. Kama haijatimia utasema ni ugali nilikula mingi. Ndio nitaona ng'ombe. Si sawa? Maana watu wengi hapa Mungu aliongea na sisi kitambo, akatupatia mwelekeo, akakuonyesha utaoa nani, akakuonyesha biashara yako, akakuonyesha mpaka watoto. Lakini unaamka unasema ni ndoto. Endelea kung'ang'ana. Endelea kung'ang'ana. Mimi maono haya mnaona niko nayo ya chache. Si kuamka siku moja nikasema wewe utakuwa mchungaji. Hakuna. Ilianza na maono. God began talking to me in dreams and visions until it became reality. Wakati nilikubatia it became reality. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si Mungu awabariki. Amen. Leo ninataka tuanze mwaka huu. Tukisema tunaanza mwaka huu na kutoa sacrifice and whatever you are believing God for, ningetaka uandike mahali and then you will come with that utakuja na hiyo bahasha yako hapa and then tutaombea.